Irani inasema kuwa Marekani ina mpango wa kuigawa nchi na kuathiri sekta ya mafuta na kuleta majanga duniani. Kauli imetolewa na msemaji Wizara mambo ya nje ya Irani, Ismail Baqai, ambaye alikuwa akizungumza na vyombo vya habari muda mchache uliopita. Bei ya mafuta imepanda maradufu. Leo pipa limefika juu ya dola 100. Ulimwengu uliyashuhudia haya wakati wa mwanzo kabisa mwa mzozo wa vita ya Urusi na Ukraine, wakati vikwazo vya magharibi vilipofikia kuondoa pipa milioni 10.5 za Urusi kwenye soko la dunia. Sasa baada ya kitendo kile kilipelekea bei hii ya mafuta ilifika na ilizidi kidogo, kwa utabiri na matarajio ya kuwa huenda bei ikaenda juu ya hapa. Kama mzozo utazidi kwa wiki moja, bei ya mafuta inaweza ikafika kati ya 120 kwa pipa, dola 120 kwa pipa, ikiwa huu mzozo utakwenda juu zaidi kutoka hivi sasa. Masoko ya mafuta duniani yameamka na 20% ongezeko, huku masoko ya Asia yakiwa juu ya 60% ya bei kupanda kati ya wiki moja. Hali hii haivutii sana na inapelekea kuwa wazalishaji wakubwa wa mafuta wa Ghuba wamepunguza uzalishaji. Unajua wazalishaji na wasambazaji wakubwa ni Saudi Arabia, Kuwait na Iraq. Hawa ndio wasambazaji wakubwa. Saudi Arabia, Kuwait, Iraq na UAE. Hawa wanaweza kusema kuwa ni wasambazaji wakubwa wanaopeleka mafuta mengi zaidi sokoni. Wameathirika moja kwa moja na huu mzozo. Kwa hiyo bei ya mafuta imetikisika, na hili niliwaambia toka wiki jana kuwa hata hapa nyumbani ni swala la muda. Tumeanza kidogo, lakini uhakika kuwa hapo mbele tutakutana na hiki. Yani hiki ni kikombe, yani ni kama mauti. Hakuna mtu atakikwepa. Tutakutana nacho tu huko mbele. Haijalishi mzozo huu unakwenda wapi mpaka wapi, utakwisha lini kwa lini. Lakini nakujuza tu kuwa bei ya mafuta duniani imepanda sana, na mfumuko wa bei unaonekana ishara, kwa sababu utafiti wenyewe unavyoonyesha. Kwa mfano, wanakuambia kuwa 10% ya mafuta yakipanda duniani, 10% ya mafuta duniani yanapopanda, yanaashiria kuwa mfumuko wa bei utaongezeka kwa 0.4. Kila 10% inapopanda, mfumuko wa bei unakuwa 0.4, na ukuaji wa uchumi wa dunia kwa jumla unatikisika kwa 0.15. 0.15 unapungua ukuaji wa uchumi duniani. Kwa hiyo iko wazi kuwa kadri tutavyoona kuwa yamepanda 20%, we calculate, ipeleka kuwa ukuaji wa uchumi utakuwaje na mfumuko wa bei utakuwaje. Hiyo liko wazi moja kwa moja. Yote hii ni kutokana na kile kinachoendelea. Israel jana ilifanya mashambulizi makubwa kwenye maghala makubwa ya kuhifadhi mafuta ya Irani. Takriban maghala 6 yaliyokuwa na petroli yameshambuliwa, taarifa ambayo iliandikwa baadaye kuwa kulikuwa kuna mzozo kati ya Marekani na Israeli kuhusu kiwango cha uharibifu, kwa sababu Israel kabla ya mashambulizi aliomba idhini kwa Marekani kuwa, na akawajulisha Marekani kuwa tunaenda kushambulia kwenye hizi refinery. Sasa wakati ameomba, Marekani alimuidhinishia, lakini Marekani wanadai kuwa hatukufikiria ukubwa wa madhara haya. Sasa ukubwa wa madhara haya unaashiria kuwa, kwa sababu kinachoshambuliwa ni mafuta ambayo huenda yangeingia sokoni, sasa ni kuleta ombwe ambalo linakwepwa. Sasa mawaziri wa mambo ya nje wa G7 leo Jumatatu watakutana kule Ufaransa kujadili kuhusu nchi zao sasa wafungulie ile akiba ya mafuta ambayo tayari wamekuwa nayo. Unajua kila nchi inakuwa na reserve, yani labda hifadhi kwa dharura, kama itatokea dharura ya kukatika kwa mafuta duniani. Kwa hiyo zile nchi zinafungulia. Kwa hiyo wanakutana kujadili kuwa kiasi gani cha mafuta wayasukume yaingie sokoni, angalau kujaribu kupunguza, kuweka ile nakisi, yani kupunguza ukali wa bei ya mafuta, kwa sababu hawa wengi wanakuwa na hifadhi ya mafuta, labda wengine ya miezi 6, ya mwaka, ya miaka miwili wanakuwa nayo. Lakini swali ni tu kuwa wana uwezo wa kuingiza mafuta kwenye soko ili kubalance bei kwa muda gani? Ikiwa wazalishaji wakubwa hawatoingiza mafuta, je, wataweza kuingiza mafuta kwa kiwango gani, kwa wakati gani, mpaka pale wazalishaji wakubwa watapokuja kurudi kwenye njia zao na kuzalisha? Kwa sababu
kile ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati bado hakijatoa ishara ya kumalizika. Kile kinachoendelea Mashariki ya Kati hakijatoa ishara kuwa tunaweza tukamaliza hivi karibuni, kwa sababu kitendo cha Irani kumchagua Mojtaba kuwa supreme leader ilikuwa ni message ambayo inatumwa kuwa bado hawako tayari kuwa upande, yani bado hawajakaa kwenye masharti ya Marekani, kwa sababu kiuhakika Mojtaba si kipenzi cha Marekani wala Ulaya, na hata wao wakati wanamchagua wanasema kuwa tumemchagua kwa sababu tuliambiwa kuwa kiongozi asiyependwa na adui yetu ndio kiongozi bora zaidi. Kwa hiyo wao wameangalia katika listi ya wagombea wote, nani ambaye alikuwa hapendwi sana, ndio huyo anastahili kuwa kiongozi. Mvutano umeendelea. Jana kuna taarifa nilizungumza pia kidogo ambayo ilitoka juzi, pia ilitoka ya kuhusu kuna mashambulizi yalipiga kwenye kituo cha kusafisha maji kule ndani ya Iran. Kituo cha kusafisha maji kule ndani ya Iran ambacho kilipelekea Iran wakaenda kujibu shambulizi la namna hiyo, wakapiga Bahrain kwenye kituo kama hicho cha kusafisha maji. Maji ya bahari yanasafishwa, yanakuwa clean water, yani yanakuwa maji salama, yanakuwa maji ya kutumia kwa matumizi. Nchi za Kiarabu ndio zinatumia hivyo, zinasafisha maji ya bahari kwenye mitambo ambayo ni ghali sana, halafu wanafanya katika matumizi yao. Sasa taarifa iliyoandikwa na vyombo vya habari vya Israel ikiwemo Channel 15, ikiwemo Kan, jana iliandika kuwa aliyehusika kufanya mashambulizi kwenye hicho kituo cha kusafisha maji cha Irani ni UAE. UAE leo wamekuja na taarifa ya kukanusha taarifa wanaosema kuwa taarifa ya uzushi iliyotolewa na vyombo vya habari vya Israeli. Huu wimbo huwa ninauimba kila siku na kuwaelewesha kuwa siku moja mtakuja kuelewa kitu gani ninakiongea. Leo Ismail Bakai wakati anazungumza kuelezea kuhusu jirani zao, kuhusu matamko na vitu hivi, amezungumzia vitu vitatu ambazo Irani wanasema hawahusiki navyo. Amezungumza kuhusu kombora lililopiga Uturuki, lililoelekea Uturuki, anasema halikutoka Irani wala hatukuhusika. Amezungumza kuhusu mashambulizi yaliyopiga refinery ya Saudi Arabia, anasema sisi hatukuhusika wala hatukushambulia. Amesema hivyo. Amesema kuhusu drone zilizopiga Azerbaijan, anasema sio zetu, hazituhusu na hatukupiga. Ni nani anaendesha vita ya bendera? Maana yake hii inaitwa vita ya bendera. Unapata jibu la moja kwa moja kuwa nani anaendesha vita ya bendera. Nimeshalizungumza mara nyingi kuwa kusambaratika kwa Mashariki ya Kati, kuwaingiza hawa kwenye mgogoro wa moja kwa moja, unampa faida nani? Haraka, yani kwa haraka faida anayoipata. Unapata jibu jepesi sana. Israeli ndio atafaidika na huu mgogoro moja kwa moja. Ikiwa hizi nchi za Mashariki ya Kati zitaingia moja kwa moja kwa mzozo, Israeli ndio atafaidika. Sasa swali ambalo huwa ninawauliza mara nyingi kuwa kwa nini vyombo vya habari vya Israeli ndio vyombo ambavyo huwa vinatoa taarifa za kuwachonganisha Waarabu? Bado wako usingizini, wamelala, sijui tuwaamshe au tuwaache. Kwa sababu UAE leo anapata adhabu ya kufunga nchi yake takriban siku 8-9. Anahesabu hasara ambayo inakadiriwa kufika bilioni $1 kwa siku. Kwa sababu gani? Kwa sababu amechagua kuwa upande wa Amerika na Israeli. Ndio jibu pekee. Amechagua kuwa upande wa Amerika na Israeli. Sasa Israeli ambaye anafaidika na hilo, vyombo vyake, Channel 15 ni ya serikali, Kan ni ya serikali ya Israeli. Hivi ni vyombo vya habari vya serikali vya Israeli, sio vyombo binafsi kama Haaretz na vyombo vingine. Hiki ni chombo kinachomilikiwa na serikali ya Israeli. Sasa chombo ambacho kinamilikiwa na serikali ya Israeli, ambacho Imarati au UAE anapoitetea Israeli, yani serikali ya Israeli ndio inafaidika. Kwa sababu nalirudia hili nililizungumza kwenye 12 Days War, kama mnakumbuka, baada ya mzozo kuisha wa 12 Days War, Channel 12 ya Israeli iliandika taarifa kuwa ufalme wa Saudi Arabia ulitoa hifadhi kwa ndege za Israeli, na ulikuwa ukiruhusu ndege za Israeli zijaze mafuta, na ulikuwa ukipangua makombora ya Irani. Yani ndege za kifalme za Saudi Arabia zilitumika kuzuia makombora ya Irani yasiweze kushambulia Irani. Nikawauliza kuwa kama Saudi Arabia alifanya hiyo kazi, alikuwa anamsaidia nani? Alikuwa anamsaidia Israeli. Sawa, aliyefaidika na hili ni Saudia, ni Israeli, aliyefaidika ni Israeli. Kwa nini vyombo vya habari vya Israeli ndio vinaiandika hii taarifa? Lengo ni kuwa nini? Kumchonganisha Saudi Arabia na nani? Yani kutoa ubaya sasa, au kutoa kile alichonacho. Kwa nini kama wao wanafaidika na hiki wasikae kimya kuwa okay,
tunafaidika na hili, wacha tukae kimya kwa sababu hao wanatusaidia sisi. Lakini mnapozungumza mnamaanisha nini? Kuwa ni lengo moja tu, kuwalipua. Yaani lengo moja ni kuwalipua, kuhakikisha kuwa hawa wote hawatakuwa kitu kimoja, yaani walipuane. Kasa leo kama taarifa hiyo inaandikwa hivyo, kuwa manake Irani areact kwa Saudia na aende akalipize kwa Saudia, kumbe ulifanya hivyo, huyo kaniambia hivi. Sasa kumbe nilifanya kwa sababu ya kumsaidia fulani ambaye fulani ndio katoa hizo. Yani sijui nikwambie. Sasa ndio hiki ambacho kinaendelea kwa kati ya UAE. UAE wanasema kuwa taarifa zilizotajwa na Israel ni taarifa za uongo. Wanasema kama sisi tungefanya mashambulizi ndani ya Irani, hatukuwa na sababu ya kujificha. Tungefanya mashambulizi ya moja kwa moja bila shida yoyote. Lakini sisi hatukufanya. Nani amekwenda kushambulia maeneo mtambo wa kusafisha maji wa Irani? Ni nani alienda kufanya hayo mashambulizi? Ikiwa Israel anamnyoshia kidole UAE kuwa wewe ndio uliyefanya, UAE anakataa, anasema sio yeye. Sasa UAE bado anatakiwa tumwambie kuwa unatakiwa uwe na akili, ufanyeje au iweje? Sasa nani kapiga Uturuki? Nani kapiga Azerbaijan? Nani kapiga Saudi Arabia final? Jibu lote itakuwa kwa kuna vita ya bendera ambayo ndio inatembea, unaweza ukasema. So hayo ndio yanaendelea duniani. Lakini taarifa nyingine inasema Switzerland say US Israel strike on Iran imevunja sheria za kimataifa. Switzerland. Kwa nini mazungumzo yalikwenda Geneva? Mnarudi hapa ninachowaambia. Kwa nini mazungumzo yamekuwa Omani? Mnarudi hapa ninapowaambia. Switzerland ni nchi ambayo huwa haifungamani na upande wowote. Omani ni nchi ambayo huwa haifungamani na upande wowote. Ndio maana hizi nchi zinaweza zikatoa taarifa katika msimamo. Unajua, kuna mapenzi na kuna haki na kuna sheria. Lazima utofautishe hivyo vitu vyote. Unaweza kuwa na mapenzi, unapenda tu kitu fulani, hayo ni mapenzi yako. Lakini haijalishi kuwa mapenzi yako yataondoa haki au yataondoa sheria. Unampenda Marekani, unampenda Israeli, ni juu yako. Unampenda Irani, unampenda Saudi Arabia, ni juu yako. Lakini kuna swala la wajibu ambao unatoka kwenye haki na sheria. Wametekeleza kiasi gani haki na sheria? Sisi ndio watu tunasimamia hapo. Sisi hivi vingine hatuna, mapenzi na nini, hivyo vingine hatuna. Sisi tunaenda ya pili, kuwa haki na sheria ikoje, imesimamia haki kiwango gani? Sasa kwa nini huwa ninasema Switzerland halafu nasema Omani? Kwa sababu hawa wamejinasibisha kujifanya tofauti. Leo hii tunaona kuwa nchi za EU zimesimama na Amerika na Israeli katika kipindi ambacho wanafahamu fika Marekani na Israeli wanavunja sheria za kimataifa kwa mujibu wa UN na sheria ziko wazi. Sawa? Lakini Switzerland anawaambia wenzake wazungu, ni kosa, umevunja sheria. Switzerland labda na Spain ndio wameweza kuzungumza kwenye hili kwa nchi, unaweza ukasema hawa wazungu. Switzerland anasema kuwa mashambulizi ya Israeli na Marekani yamevunja sheria. Anawaambia wenzake, haijalishi mko wengi kiasi gani, kama hamko kwenye sheria, hamko tu kwenye sheria. Haijalishi mnazungumza wangapi, haijalishi nyinyi wazuri kiasi gani, haijalishi mna ushawishi kiasi gani, kama mko kinyume cha sheria, ni kinyume cha sheria tu. Haijalishi. Sasa ni hicho ambacho Switzerland anakizungumza, ndicho hicho ambacho kilitolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Omani jana. Wakati Arab League wanakutana, wanajadili, wanatoa tamko, wanasema kuwa Irani inakiuka uhuru wa majirani zake na mashambulizi ya Irani hayana haki kwa jirani zake. Hilo ni tamko la Arab League. Omani wanatoa tamko kusema kuwa mashambulizi ya Marekani na Israeli yamekiuka sheria za kimataifa, kwa Irani ni kosa. Halafu wakati huo Irani inasema kuwa majibu ya Irani kwa ndugu zake au jirani zake hayana haki. Sio, umeelewa? Umeelewa tofauti? Yaani kuna vitu vinakuja mtu anapewa moja kwa moja kwa sababu tu kuwa yeye anasimamia haki. Nimezungumza kuhusu Switzerland, nimezungumza kuhusu Omani. Umeelewa tofauti? Kwa nini mazungumzo yalikuwa yanatembea huku na huku? Kwa sababu hawa watu hawakuangalii wewe nani, au sera ya hizi nchi haziangalii wewe unafanana na nani, ili tukupe kile ambacho unakiona kuwa wewe kwako ni sawa. Sisi yote tutakuonyesha tu kuwa makosa ya kwa nini taarifa ya Arab League imekwenda kuilani Irani bila kulani Israeli na Marekani. Yaani wameenda kulani reaction badala ya action. Kwa sababu wamekwenda mbele badala ya nyuma. Wangeanza nyuma wakaanza kimoja kuwa tunalani mashambulizi ya Israeli na Marekani kuwa ni mashambulizi ambayo yamekiuka ustaarabu na sheria za kimataifa kwa mujibu ya UN. Wangeanzia hapo. Halafu wakarudi kuwa
Irani anapofanya majibizo kwa hakuna haki ya Irani, japo kuwa Irani anaweza kuwa sema kuwa mimi nina haki kupitia kifungu cha 51. Ni kweli kifungu cha 51 cha Baraza la Usalama kinampa haki Irani kile kinaitwa self defense, za kujilinda. Anayo haki ya kujilinda kupitia kifungu cha 51. Pale unapoona umeshambuliwa, upo kwenye tishio, Umoja wa Mataifa wanacho, yani UN ipo hicho kifungu ambacho kinakuhalalishia kujilinda pale unapohisi upo kwenye tishio, ni self defense, kifungu cha 51. Sasa wao wameenda mbele kulani kitu ambacho sio, umeona? Sasa ndio hapo, haijalishi unatetea nini kwa wakati gani, huenda unatetea hisia zako. Sisi hatutetei hisia, sisi tunatetea ustaarabu na haki na sheria ambazo zimekuwepo duniani. Kwa hiyo ikikukera, jaribu upande wako kuwa katafute kifungu chochote, sheria yoyote ambayo itakuhalalishia kile ambacho wewe unakiona kwako ni sawa. Mambo mengine yanaendelea, yanasema kuwa Marekani, US spent about 6 billion in first week. Yani Marekani kwa wiki ya kwanza wameshatumia bilioni 6 dola. Bilioni 6 dola kwa wiki moja. Israel anatumia milioni 900 kwa siku katika hii vita. Ukraine wameahidi kupeleka usaidizi. Ukraine anawapelekea usaidizi nchi za Khalij au nchi za Gulf pamoja na Marekani. Marekani yenyewe imeiomba Ukraine kwa tunaomba wataalamu wako wa drone waje hapa watusaidie kuhusu kuzipangua hizi drone za Shahidi, zinatusumbua. Kwa hiyo kuna mtu aliniambia kama vile wameenda kuomba jamvi msibani. No, Ukraine wameadvance kwenye drone kwa sasa, kwa sababu wao hizi drone za Shahid 1360 sio ngeni kwao. Wao wanapambana nazo kwa mwaka wa 3 toka Urusi amezichukua hizi drone, takriban miaka 3 anazitumia kwa kiwango cha hali ya juu tu. Kwa hiyo wanachofanya ni kujaribu kupunguza gharama, cost, gharama za kupambana na hizi drone, kwa sababu kuna wakati unakaa unajiuliza kuwa hizi drone, manake drone ni 20,000, 30,000 to 50,000. Yani drone za Irani ambayo ni ya ghali kabisa ni dola 50,000. Dola 50,000 ndio drone ya ghali kabisa ya Irani. Zinakwenda kusumbua mifumo ya kupangua hizi drone, ni gharama kubwa, makombora ya mamilioni. Sasa anakuletea drone kiasi gani ikiwa kama wanasema kabrasha zake au maghala yake yana drone takriban 450,000 ambazo zilikuwa zimehifadhiwa? Unatumia makombora kiasi gani kwa wakati gani na gharama kiasi gani? Kwa wakati mwingine unaweza kuona kuwa kuna vita ya kiuchumi ambayo inapigwa. Ndio hicho kuwa mimi nakuletea 20,000, wewe unatumia milioni. Sio, umeona? Yani ni kuchukua Land Cruiser na kumbamiza nayo paka. Yani umemkuta paka labda akajisaidia ndani kwako, ukasema huyu paka leo namkomesha. Unawasha Land Cruiser yako VX au Lexus, unachomoka nayo, unaenda unambamiza yule paka. Unamuua paka na gari write off, haipo tena, yani kuwa hauwezi kuitumia tena. Ndio kinachofanyika, yani kwa kutazama ni hivyo, kuwa Marekani anatumia gharama kubwa kupangua hizi drone, na kwa sababu hizi drone zina athari, kwa hiyo hawawezi kuziacha ziendelee kuzunguka. Ndio maana alisema Peter Hegseth juzi kuwa hao waandishi wa habari wa Marekani wanamhujumu Rais Donald Trump kwa sababu sisi tunafanya vizuri kwenye vita. Jinsi alivyokuwa anasema, tunafanya vizuri kwenye vita, tumeshaondoa uwezo mkubwa wa adui, tumeshamdhibiti adui kwa kiwango kikubwa, lakini tunapofanya mistake ndogo ya drone za adui kupenya na kuja kutushambulia, ile habari inawekwa kwenye front page, inakuwa ndio habari kubwa. Kwa nini hamzungumzi mafanikio yetu? Kwa kujulisha tu kuwa askari 8 wa Marekani ameripotiwa kufa. Kwa hiyo hivi sasa namba ya vifo ya askari wa Marekani ni askari 8 kutoka wale 6 ambao Trump juzi aliwapokea, mpaka sasa ni askari 8 ambao wamekufa. Hii ni taarifa ambayo unaweza ukaipokea. Ni taarifa ambayo imetoka kwenye jeshi la Marekani. Maanake kinyume chake hawawezi kukuambia. Kuna taarifa za kijeshi na kuna taarifa zingine ambazo zinakuwa wazi moja kwa moja. Vita ya mwaka 96. Yes. Vita ya mwaka 96 kati ya Urusi na Chechnya ambayo ilipigwa zaidi kule Grozny. Urusi ilitaka kuonyesha dunia kuwa ni nchi ambayo imetoka kwenye serikali ya kiimla baada ya kuvunjika Soviet. Tunajua ile 1991 ilivunjika. Kwa hiyo ikawa imekuja kwenye awamu mpya. Wakataka kuonyesha dunia sisi ni wawazi kiasi gani. Kwa hiyo moja ya vita ambayo waliripoti kwa uhakika Urusi na vyombo vya habari vya Urusi viliripoti ilikuwa ni vita ya kwanza ya Chechnya ya mwaka 96. Urusi wakaripoti kwa uhuru kuwa kila vifo wanaripoti, sijui kima tukio yote wanaripoti.
vurugu zikatokea Moscow, rudisheni watoto wetu, watakwisha, kwa sababu walikuwa wanatoa taarifa halisi, vifo 10, 20, 30, wakaona vile wanavyokufa. Kelele zikawa kubwa upande wa pili Moscow, rudisha watoto wetu, kwa sababu vifo vilikuwa vinatisha jinsi walivyokuwa wanakufa. Urusi akaondoka kwenye ile vita. Alivyorejea mara ya mwisho wakati huo Boris Yeltsin anamalizia muda wake, vita ya mwisho ya 99 kwenda 2000, ndio akamwachia Putin nafasi. Walifuta huo mpango kuwa hakuna kutoa taarifa halisi za vita, nyie piganeni kimya kwa kimya. Kwa hiyo mnapopokea hizi taarifa za uwanja wa vita, mara nyingi zichukue tu hivyo hivyo, lakini si taarifa halisi ambazo unaweza kusema kuwa ukakaa nazo hizi, kwa sababu Israeli leo wanatoa taarifa kuwa wanathibitisha majeruhi 2134, lakini wamebaki kustiki na vifo 10. 9 vilitokea pamoja, kimoja kilitokea kwingine. Hawafi kabisa hawa marobot, hawafi. Jamani, nashukuru sana nimezungumza hili kwa nafasi yangu, na nitakuja mara nyingine tena tuzungumze, kwa sababu mambo ya kuzungumza yako mengi sana. Asanteni na shukran.